Kwenye mji huu jua linawaka muda wote. Yaani jua linawaka asubuhi, mchana, jioni, usiku wa manane na hata alfajiri. Jambo ambalo sio la kawaida kabisa kwenye uso wa dunia. Na tukio hili la kushangaza limenifanya nifanye uchunguzi wa kina, kutazama ni kwa nini mji huu jua halizami kabisa. Na hapa nimegundua vitu vingi kuhusu mji huu pamoja na maajabu yake ambayo huwezi kuyasikia kwenye maeneo mengine yoyote duniani. Mji huu ni miongoni mwa miji ambayo inapatikana sehemu ya juu zaidi ya dunia, na ni mji wenye baridi kali wakati wote, na ni mji ambao unazungukwa na wakazi wachache wenye nyumba za mbao, makontena na mabati. Na shughuli kubwa zinazofanyika kwenye mji huu ni pamoja na uchimbaji wa makaa ya mawe, lakini pia utalii ni sehemu ya kazi ya watu wa mji huu, kwani watu wengi hutembelea kwa ajili ya kuangalia yale maajabu ambayo yanaendelea na yanatokea kwenye mji huu ambao ni wa kipekee duniani kote. Na sheria namba 1 ya kuishi kwenye mji huu ni lazima kila raia wa mji huu amiliki bunduki. Yaani kwenye mji huu ni sheria, kila mtu anayeishi hapa ni lazima muda wote atembee na bunduki. Yaani kila anapokwenda anatembea na bunduki yake, na hiyo ni sheria ambayo inatekelezwa kama vile ambavyo nchi zingine zinatekeleza sheria zake mbalimbali. Na maisha ya watu wa mji huu ni tofauti kabisa na miji mingine, kwani ukinunua chochote kwenye mji huu basi hakuna kodi wala tozo zozote unazolipia. Na hata swala la elimu kwenye mji huu ni bure kabisa, yani hakuna ada wala michango. Na licha ya mji huu kuwaka jua muda wote, yani kama unavyoona hapa hivi sasa ni mida fulani ya saa 6 usiku, lakini jua linawaka kweli, na maisha haya ni maisha ya kawaida kabisa. Lakini kuna mwezi mmoja ambao mwezi huo giza ndo huonekana kwenye huo mwezi, na mwezi huo watu wengi hulala usingizi mnono, na ndio mwezi ambao usingizi unakuwa mtamu zaidi katika mji huu. Na kisha jua linachomoza tena na kuendelea na maisha yao ya jua masaa 24. Na mji huu ndio mji ambao unamiliki jengo la Global Seed Vault, jengo ambalo limejengwa kwa ajili ya kuhifadhi mamilioni ya mbegu za mazao mbalimbali yanayopatikana duniani kote, ambapo uchunguzi wa wataalamu unasema kuwa jengo hilo ni jengo pekee ambalo linaweza likabaki endapo tu dunia yote itakumbwa na mafuriko ama tetemeko la ardhi. Jengo hili ndio jengo pekee ambalo linaweza kubaki ukilinganisha na majengo yote yaliyoweza kujengwa duniani kote. Huu ni mji gani, na kwa nini jua linawaka masaa 24? Lakini kwa nini raia wake ni lazima wamiliki bunduki? Kufahamu yote hayo, basi unaweza kuitazama simulizi hii kwenye YouTube ya 7 Media, na mimi ninaitwa King DI. Asante sana na hongera zaidi kwa kuendelea kuichagua 7 Media. Na simulizi yetu inaanzia nchini Norway, katika mji wa Svalbard, mji ambao jua linawaka masaa 24, iwe asubuhi, mchana na hata usiku wa manane. Kama hapa, huu ni usiku kweli, lakini jua linaonekana kuwaka kama kawaida. Na mji huu una jumla ya kilomita za mraba 62,045, ukiwa na watu 2,530 peke yake, ambao watu hawa wengi wanazungumza lugha ya Kinorwegian na wamekuwa wakiishi kwenye mji huu kwa miaka mingi sana. Na ukiishi kwenye mji huu ni lazima umiliki bunduki, kwani kuna dubui ambao wao ni wakali kweli na wanakula binadamu. Hivyo unamiliki bunduki ili ikitokea umevamiwa na wanyama wakali, basi ujitetee kwa kuwashambulia na bunduki yako. Lakini pia maajabu mengine ya mji huu ni kwamba mbali na jua kuwaka masaa yote, bado kuna mwezi mmoja ambao jua linazama kabisa na watu wanapata giza. Na mwezi huo ni mwezi ambao watu wanalala kweli, kwa sababu giza linakuwa linatawala usiku mzima. Na mji huu ndio sehemu ambayo jengo la kuhifadhi mbegu za aina zote duniani limejengwa, na inaaminika kuwa hata dunia yote ikipitia misukosuko gani, basi mamilioni hayo ya mbegu yatabaki, kwani jengo hilo ni jengo ambalo hata ikitokea majengo yote duniani yanabomoka, basi jengo hilo litabaki, kwani ni jengo ambalo limejengwa kwa utaalamu wa hali ya juu ili kuweza kuhimili changamoto zote za mabadiliko ya hali ya hewa. Na najua bado unajiuliza kwa nini mji huu jua halizami.
ila sababu ni kwamba mji huu unapatikana kaskazini mwa dunia, yani eneo ambalo ni juu kabisa ya dunia, na hata dunia ikijizungusha kwenye mhimili wake bado eneo hilo halipati giza kabisa. Yani hata dunia ikizunguka jua bado mji huu unakuwa unapata jua kama kawaida, kwa sababu upo juu kabisa ya dunia. Na mara nyingine mji huu unapata giza japo mara moja kwa mwaka, ambapo wataalamu wanasema kuwa pindi ambapo dunia inainama wakati wa kujizungusha kwenye mhimili wake, ndiyo wakati ambao eneo hili linapata giza, japo giza hilo halidumu, maana mara nyingi linakaa mwezi mmoja tu na kisha jua hilo linarudi tena na kuendelea na maisha yake ya kawaida ya kuwa na jua ambalo halizami kwa masaa 24. Nini maoni yako kwenye hili? Tuandikie kwenye comment, lakini pia nakukumbusha kuendelea kusubscribe ili kutuwezesha kufika subscribers 100,000. Na mimi ninaitwa King DI. Endelea kufurahia vitu vizuri zaidi kutokea hapa 7 Media.